Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Hongera kwa performance nzuri ambayo umekuwa ukionyesha. Shukrani sana kaka. Vijana wengi wanatamani kufika ambapo wewe umefika sasa hivi, na hipi hasa asili ya mafanikio? Ninahisi ni kujituma na kumtanguliza Mwenyezi Mungu na kukiwekea muda kile unachohitaji kukifanya. Kila kitu kinakuwa sawa. Watu wengi wamekuwa kijiuliza maswali, ubora mkubwa ambao wamekuwa nao kwa walimu tofauti na hiki ambacho wamekuwa wamekifanya. Unadhani wale ambao wanatamani kwa kama wanazingatia kitu gani hasa? Tunarudi mule kwa maana huu ni mchezo wa mpira wa miguu afu ni unachezwa na wachezaji 11. Sahihi kabisa. Na watu wengine wanakaa bench, kuna walimu pia. Kwa hiyo ni kuwasikiliza walimu waliokuwa nao kwa muda huo na kuwasikiliza wachezaji wenzio, nini wanakushauri, nini wanahitaji, na kuna baadhi ya ushauri unaweza kuupata nje ya hiyo cycle uliokuwa nayo, unaweza kuuchuja katika design nzuri ili mradi kuweza kupata kitu kizuri. Lakini kujituma, kujiheshimu pia, kuna baadhi ya vitu unatakiwa ujiweke mbali navyo ili mradi kuweza kuonyesha performance nzuri katika kila mechi. Sahihi kabisa. Azam FC imefanikiwa kufuzu kwenda hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwenu ni taarifa njema? Ni taarifa njema na ni taarifa kubwa kwetu. Performance na kila ambacho mmekutana nacho kwenye michezo miwili, nadhani hii michezo ya kimataifa ina test ya namna gani? Ni mashindano makubwa sana katika bara letu, kwani ni mashindano ambayo yanakusanya vilabu vingi ambavyo vilivyoonyesha ubora katika ligi yao. Kwa hiyo unaweza kuona ni mashindano ambayo unaweza ukapata chance moja, inabidi uitumie hiyo, hauwezi kupata chance nyingine. Kwa hiyo tumetoka huko tukiwa na hatujakusanya point hata moja, lakini tutaweza kuzichanga vizuri karata zetu katika hizi mechi 4 zilizobaki ili mradi kuweza kuvuka katika hatua inayofuata. Nyinyi kama wachezaji imewaumiza kiasi gani kukosa alama hata moja katika mchezo ni miwili? Imetumiza pakubwa sana, kwani tulikuwepo tuna malengo ya kupata point 3 katika kila mchezo ili mradi kuweza kuchanga karata zetu mapema, ili mradi kuivusha timu hapa na kwenda katika hatua inayokuja ili mradi kuweka historia nyingine katika klabu hii. Lakini imekuwa ndivyo sivyo, hatupaswi kudondokea hapo. Kwa hiyo tunapaswa tuamke tulipo, yale makosa tuliyofanya tusiweze kuyarudia katika michezo 4 iliyobaki ili mradi kuweza kuivusha timu katika hii hapa hatua iliyokuwa. Umezungumza kuhusu makosa, dhahiri shahiri hata mwenyewe kama mchezaji kunaona kuna sehemu ambapo mlizingua nyinyi kama wachezaji. Unadhani hasa yani sehemu gani ambapo nyinyi mlikosea mpaka mkasababisha mkapoteza alama zote 6? Mimi ninaweza kuzungumzia, inabidi tutumie nafasi ambazo tunazozipata. Kwa hiyo ni sisi kama wachezaji kukaa, kuambizana na kushauriana nini kifanyike ili mradi kuweza kupata point 3 katika kila mchezo. Yale yote yaliyofanyika tuweze kuyapunguza au kuyaondoa kabisa ili mradi kuweza kuifikisha timu yetu pale inapohitajika. Kuna pressure yoyote katika hatua hii ya makundi ambayo nyinyi kama wachezaji mlikutana nayo? Sidhani kama kuna mchezaji eti amepata pressure yote. Kama kuna pressure yote mtu umeipata, inabidi ile pressure uigeuze kuwa motivation iweze kukupush kufanya vizuri katika huo mchezo. Kwa hiyo ni sisi kama wachezaji tu kupush kadri tuwezavyo ili mradi kuifikisha timu katika sehemu inayohitajika. Sawa, mnarudi katika ligi kuu soka Tanzania bara, na msimu huu tangu umeanza hamjakuwa na matokeo mazuri ya kufululiza. Unadhani changamoto hasa ni hipi, tukiangalia aina ya wachezaji ambao wapo kwenye kikosi cha Azam FC, ukiangalia ubora mkubwa au mwalimu bora, kwanza changamoto hasa ni hipi? Sidhani kama kuna changamoto yoyote kwa Azam FC katika hii ligi ya ndani NBC, kwani tumeshacheza michezo 3, tumekusanya pointi 5. Lakini ninaona bado tupo katika malengo mazuri, kwani umeona ligi yetu ikiwa na ushindani mkubwa sana. Sasa hivi timu inaweza ikaenda ugenini na ikapata matokeo, wewe wa nyumbani ukabaki na 0 yako, maisha mengine yakaendelea. Kwa hiyo unaweza kuona ligi yetu imepanda kwenye ubora kiasi gani. Timu zimesajili wachezaji wazuri, zinasajili makocha wazuri, zinapanda madaraja kila kukicha. Kwa hiyo tulitegemea ushindani huu tunaopata, lakini kupitia hizi mechi zinazoendelea, hususan mechi ya Singida inayokuja, tutaonyesha tofauti mkubwa ili mradi kuifanikisha timu yetu kupata point 3 katika kila mchezo uliobaki. Kikosi chenu msimu huu umepata bahati kupata mwalimu mwenye ubora mkubwa, mwenye profile kubwa, Florent Ibenge. Nikikupa nafasi ya kumzungumzia Ibenge, ni mwalimu wa design hii.
Ni mwalimu mzuri kama watu nini wanavyomfahamu. Ni mwalimu mwenye profile kubwa, ni mwalimu aliyefanya makubwa sana Afrika, lakini all in all ni mzazi. Kwa hiyo mimi ningeishia hapo kwenye uzazi. Kwa hiyo nikikwambia mzazi unaweza kuelewa ni mtu wa design gani. Sahihi. Sasa kwako Lusajo, umeshacheza hatua za awali kwenye michuano ya kafu na umeshafika katika hatua makundi. Nikisema sasa hivi kitu gani hasa ambacho umejifunza katika 80 kwa 20, lakini mechi ikaisha, yule mwenye 80 amefungwa, yule mwenye 20 amepata matokeo. Kwa hiyo bado ninaendelea kujifunza vitu vingi kupitia mimi kuwepo uwanjani pia. Kwa hiyo hicho kitu kimoja wapo nimekinoti. Sawa, nadhani wewe unawajua wachambuzi. Kitu gani hasa ambacho kinakera kutoka wachambuzi? Mimi hapa wachambuzi hususan wa Kitanzania mimi hawajawahi kunikera, kwa maana kila wanachokiandika wewe kama ni changamoto kwako inabidi uibadilishe kwa motivation kwako ili mradi kuenda ukifanya kitu kizuri. Kwa hiyo kama mtu amekukosoa leo inabidi ukisome kile alichokukosoa, jiangalie. Sawa, wewe kama Lusajo, yapi sasa maono yako kwenye mchezo wako, kama kwenye mchezo huu wa mpira kwa sasa, kuendelea kusalia Azam ama kutoka nje ya viunga vya Azam? Mimi bado ni kijana na nina ndoto za kucheza nje ya Tanzania. Kwa hiyo ni mimi kama mchezaji kuweza kupush kadri niwezavyo ili mradi kuweza kuonyesha kiwango kizuri, ili mradi niweze kusogea hapa nilipo, niweze kusogea nje ya nchi ili mradi kuweza kucheza katika level nyingine tofauti na hii nilikuwepo. Sawa, kumekuwa na maswali mengi hapa kucheza nje ya nchi. Tumeona Tanzania tuna wachezaji wengi ambao wanacheza nje ya mipaka ya Tanzania, lakini numbers kubwa wachezaji ambao wanacheza katika eneo la mbele. Kwako wewe haija kustua baada kutia shaka kwamba kuna uwezekano wa kumove kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine? Haliwezi kunishtua, kwani ligi yetu imekuwa kwa kasi sana sasa hivi. Miaka 3 nyuma ligi yetu ilivyokuwa ikiongelewa tofauti na inapoongelewa sasa. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ligi yetu imekuwa na ubora mkubwa, ambao ubora umeletwa na wachezaji ambao wanaishiriki hiyo ligi husika. Kwa hiyo sidhani kama kuna competition kubwa itakaonifanya niogope eti mchezaji wa namba za nyuma kwenda kucheza professional. Ni wewe kama mchezaji kujielewa na kujitambua ili mradi kuweza kufikia malengo haya. Sahihi kabisa. Wewe ni kama mlinzi wa upande wa kulia. Katika ligi kuu soka Tanzania bara tangu anze kucheza, ni mchezaji gani hatari ambaye umewahi kukutana naye na utamani hata leo ukisema mechi ichezo ukutane naye? Kwenye namba ya ushambuliaji sahihi kabisa. Kwenye namba ya ushambuliaji siwezi kusema eti sitamani kukutana na mtu, kwani yani lazima nikutane naye, lakini wapo wachezaji wengi ambao wanafanya vizuri kwa sasa na ni wanacheza mechi, yani akimaliza mechi anaonyesha mchezo mzuri katika kila mechi. Kwa hiyo ninatoa hongera kwao, kwani wamekuwa wakionyesha michezo mizuri. Lakini ukisema eti mchezaji eti ninamuogopa sivile, ukikutana naye unasema hapa leo kazi ninayo. Kuna mawinga wengi ambao ni wachezaji wazuri. Kuna Aidi Kipagwile wa Dodoma yupo, kuna Najim Musa yupo JKT, nini mchezaji mzuri pia. Kuna Pakome, nini mchezaji mzuri. Max, nini mchezaji mzuri. Mpanzu, nini mchezaji mzuri. Kwa hiyo ukikutana na kaliba ya wachezaji kama hao lazima akili yako uwe na concentration muda mwingi, kwani ni wachezaji wanaweza kufanya kitu muda wote. Sawa, tulizungumza kabla ya kukoe, tulizungumza na Pascal Msindo, alisema kwamba katika ligi kuu mchezaji ambaye anamhusudu ni Pacome Zouzoua. Kwa wewe ni mchezaji gani ambaye unamhusudu mpaka sasa hivi? Mimi mchezaji ninayemhusudu sana kwenye ligi kuu Dickson Job. Dickson Job. Kwa nini Dickson? Ni mchezaji ambaye anakupa consistency ile katika kila mchezo. Kwa hiyo naweza kumpa hongera kwenye hilo. Ni mchezaji anayepambana sana kwa ajili ya timu yake. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.